Zimekatika ndani ya saa mbili mpango mzima ndani ya Radio Maisha, radio zaidi ya radio, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 10 2025, na siku ya leo agenda ni moja, agenda ni baba, agenda ni Raila Amolo Odinga. Tuko kuelezea kwamba tutakuwa tunachimbua, tunaangalia historia ya Raila Amolo Odinga, tuko nao marafiki zake wa karibu waliokuwa wanafanya nao siasa, mchambuzi pia wa masuala yote ya siasa atakuwa anaelezea bwana historia ya Raila Amolo Odinga imekuwa ni namna gani, his ups and downs, pia vile vile rafiki zake ama rafiki yake wa karibu ambaye aka ukipenda bwana mwite Mr. Ndondi, Mr. Ruben Ndolo, tutakuwa pia tunapiga naye gumzo, pia Daktari Luchetu Likaka ambaye ni political analyst. Tutakuwa tunaangalia maisha ya Raila Amolo Odinga ilikuwa namna gani, lakini pia vile vile msikilizaji pale ulipo, pia wewe kuna nafasi bora zaidi ya kuwasiliana nasi. Ujumbe mmoja labda kwa Kenya wakati huu wa tanzia, unaweza kutusemezesha ndani ya 22277. Tukiangalia upande wa pili pia katika runinga KTN tunaona kwamba Wakenya wameanza kuingia katika uwanja wa ndege ule wa JKIA kwa muda usio kwa mrefu pale. Tutarajia kwamba mwili ule utakuwa unawasili, ndipo sasa tunaona kwamba Wakenya wameanza kuingia pale, lakini pia nikukumbusha kwamba security iko tight. Naona kwamba maafisa pale kutoka idara tofauti wamewasili. Wakenya pia wanaingia, lakini wanaingia katika heshima fulani, maana yake usalama pale, ndugu yangu, usalama ni tight. Kwa hivyo kama kuna nia moja au nyingine ya kufika katika uwanja wa ndege pale kwenda kumlaki ama kwenda kulaki mwili wa Raila Amolo Odinga, hakikisha kwamba bwana unabeba amana zako, uende kiolela. Ni siku ya huzuni, lakini vile vile pia lazima tudumishe heshima. Ulimwengu mzima unatazama, lakini asubuhi ya leo tunatazama ndani ya bunge la maisha. Upande wangu nikiwa naye veteran ndani ya chama cha ODM, Mr. Ndondi himself, Bwana Ruben Ndolo. Upande wangu kushoto pia niko na Daktari Luchetu Likaka, masuala yote ya siasa. Tatusaidia leo kuchambua siasa ya Raila Amolo Odinga, the enigma himself. Good morning. Yes, habari ya asubuhi. Mimi niko salama. Bwana Ruben Ndolo, sijui wewe uko vipi? Mungu anatubariki. Anatubariki kila siku. Kwa mpigo. Daktari Luchetu Likaka, good morning sir. Good morning. Uko mzima? Furahi kuwa hapa leo, lakini ninasononeka kwamba umeniita mara ya kwanza. Bwana kunena haya mambo ambayo ni mazito sana kwa sasa. Ni pigo ambalo limetugonga kama taifa, na unajaribu kuangalia, unajaribu kujiuliza maswali, lakini people's president. Na hii ya mwisho alipokuwa anaisukuma akitupeleka Kanani pale, Joshua. Asubuhi ya leo nitaanza na wewe Bwana Ndolo, Mheshimiwa Ndolo. Ulikuwa mwandani ama wewe ni mwandani sana wa Raila Amolo Odinga? Take us back. Mulipatana vipi? Unamkumbuka namna gani? Impact yake kwa maisha yako, hususan katika masuala yote ya siasa ndani ya chama cha ODM. Shukrani. Nitarudia tu tena kwamba Wakenya lazima tumshukuru Mungu, na kazi ya Mungu haina makosa. Ndio. Mungu amempenda zaidi, basi sasa sisi lazima tuangalie vile washukuru familia zake, na familia yake na vile vile watu wake. Swali lako la maana sana bwana. Umeanza vizuri sana, na kusema ukweli mimi nilimjua kabla sijaingia siasa. Nilikuwa bado kijana mdogo sana. Nakumbuka wakati ule tuko katika ndondi, mimi na jamaa zangu alitusaidia, tukatoka hapa tukaenda mpaka Uganda wakati wa Amini. Tulikuwa na rafiki yetu mwingine na ndugu yangu ambaye yeye bado yuko kule German. Ndio. Basi akatusaidia, tukapitia Uganda tukaenda mpaka German katika mambo ya masumbwi. Lakini sasa unajua sisi tukaenda West, na mtu ambaye katika football ambaye tulitoka naye alikuwa anaitwa marehemu naye saizi. Ndio. Alikuwa anaitwa marehemu Jonathan Niva. Yeye kufika kwenda akachezea Division 2 katika German, katika ligi ya German. Ndio. Lakini sasa sisi katika ndondi akatusaidia, tukakuwa pale town inaitwa Cologne, na yeye alikuwa kwa upande wa East.
Basi wakati huo unajua ilikuwa ni bado ule ukuta wa East na West upo. Ndio. Kwenda kumtembelea kule ilikuwa ni vigumu. Mpaka mpitie Russia. Ndio. Basi kwa tunachukua saa zingine treni kwenda mpaka kule Russia, tunazunguka tunakwenda mpaka East Magdeburg. Kwa hiyo hapo siwezi kusahau. Na alitusaidia sana mpaka mimi tukawa unajua wakati tuko vijana tunapiga masumbwi, pesa zikawa nyingi. Sasa wasichana wanawafuata wazungu kama maji. Umesikia bwana? Ndio. Basi tena ikawa hivyo, mambo yakawa safi, mnakuja huku mnafanya mambo zenu. Baadaye nikatoka nikaenda zangu Amerika. Na kihistoria vile umesema, nikarudi tena baadaye nilivyochaguliwa kutoka Amerika, nikarudi London, nikawa president wa Commonwealth. Alafu wakawa wanakuja wananitembelea London. Wakati sasa mimi nimeshakuwa president wa Commonwealth Boxing Council. Ndio. Sasa wakanishauri kwamba nirudi nisaidie watu wetu mtaani. Nimeona mtu mmoja ametoka hapa yetu, ni mtu jirani yangu hapo mtaani, Baraka Muruka. Yeye tumegrow pamoja. Kwa hiyo ukikumbuka mimi ndio nilikuwa the youngest MP. Mwaka gani huo? Ile 99. 99 ndio tulianza, sababu walivyokuja huko na anko yangu ambao sasa hizi nikitoka hapa naenda kumchukua airport, Fred Gumo. Ndio. Walikuja wakanishauri, nikaja. Yeye na Tinga na Gumo wakanishauri lazima niingie katika siasa. Kwa sababu wakati tulianza kujenga mambo hapa ya hivi jiji unavyoona huko, hapa ilikuwa area yangu hii. Nyinyi hapa niliwapatia hapa. Sio kama mchezo. Hapa ilikuwa area yangu, niliwapatia hapa. Ndio. Hii yote ilikuwa area yangu, huku nikawa natengeza hivi vijiji vyote nilijenga mimi hivi. Kwa sababu wakati nilikuwa katika Commonwealth. Sasa kama nilikuwa ndio kijana wakati huo, the youngest MP from nowhere. Watu walikuwa wanafikiria huyu boxer ni nini anataka. Unaona? Lakini wao wakanishika vizuri sana mpaka nikawa mbunge. Na hapo vile vile sio ubunge peke yake, alinisaidia mtoto wangu wa kwanza ambaye nimekuambia, alinisaidia akampeleka UK, akamsomesha. Raila Odinga. Naye akamfanya akawa engineer. Wow. Kwa hiyo mimi sio kwamba tukusema tu. Ndio. Wao na anko yangu Gumo wamenifanya mimi mpaka nikawa mtu saizi. Na sintasahau, ndio maana tunaangalia vile tukaanzisha tena ODM na huyu president wa sasa wakati tuko bunge William Samoei Ruto. Tulianza na yeye ODM. Wake kwanza marehemu Kajwang alikuja kwa ofisi yangu. Wakati tumemaliza ile mambo za ile machungwa na ndizi. Umesikia bwana? Sasa nikamwambia marehemu Kajwang, hatuwezi kufanya kitu bila kumuuliza kwamba Tinga kwanza. Nikakumbuka saa 4 usiku tukatoka kwa ofisi ya William, ambao wote tulikuwa wabunge wakati huo. Tukaenda kwa ofisi ya Tinga, akatuambia mimi siwezi kwa sababu ni minister, sitaki saizi nitoke, nyinyi anzisheni. Kwa hiyo tulianzisha, akatupatia ruhusa ya kuanzisha watu hawa watatu. Marehemu Kajwang, William Ruto na mimi. Tukaenda kwangu Makadara. Na tukachukua huyu kijana alikuwa kwa Nation Mugonyi. Ndio akatoa kesho yake kwa Nation front page kama ODM tumeanzisha kwangu Makadara. Sintasahau. Na kwa hiyo historia yangu na Tinga imekuwa nzito zaidi, kwamba sintasahau maisha yangu vile kipason. Mimi nasema alikuwa ni impact kwa maisha yako. Amenisaidia sana. Alright. Unajua wakati huo watu walikuwa wanatudharau kama watu wa sports. Wanadharau sports, ndugu yangu. Siwezi kukuficha. Walikuwa na huyu boxer tu. Wanakudharau. Lakini wao walinichukua mimi kama mtoto wao.
na mpaka nikafika hapo saizi. Labda tukiangalia upande wa pili kwa bwana Luchetu Likaka, naamini ya kwamba kwa yale ambayo bwana Ruben Ndolo anasema, yeye amesema from a personal point of view, lakini sababu ni mchambuzi wa masuala yote ya siasa na politics, labda kufikia sasa wewe kwa maoni yako unaweza kumtambuaje Raila Amolo Odinga, na vile vile katika masuala yote ya kisiasa now that he's no more? Direction ya siasa inaenda vipi? Nashukuru. Nianze kwa kusema kwamba ni pole kwa familia ya Raila Odinga, ni pole kubwa kwa taifa. Ndio. Na Wakenya wengi ambao wanajua kwamba Raila Odinga amesimamia demokrasia, mageuzi, mabadiliko mengi ambayo tunafurahia katika taifa hili. Yanatokana na siasa zake na ujasiri ambaye amekuwa nao, uvumilivu ambao amekuwa nao, na kifo chake kweli kimeacha pengo kubwa ambalo itakuwa vigumu sana kupata mrithi. Lakini swala ambalo tunajivunia ni kwa wengi ambao wanaelewa, hasa si hawa vizazi vya sasa kama Gen Z, hawezi elewa nafasi ya Raila Odinga kwenye taifa hili. Kweli. Na pengine ni vyema niweze kunena moja ama mawili hivi. Ndio. Kwanza tukumbuke kwamba Raila Odinga amepewa haya majina yote kwa sababu kila nyakati ama kila wakati ambapo alikuwa anatenda jambo fulani alipewa jina fulani, na haya majina yalisaidia kwa sababu alikuwa anasukuma mabadiliko fulani ambayo tumeona mageuzi katika sheria zetu na hata sasa uhuru wa uandishi ambao tuko nao watokana na huyu mzee baba Raila Odinga ambaye ameaga. Na lile ambalo tunakumbuka hasa katika siasa nikikurejesha hapa awali kidogo, mimi nilimjua Raila Odinga mwaka wa 89. Wakati huo ndiye alikuwa ameachiliwa baada ya miaka 6 ya kuwa kwenye detention, ambaye hakupelekwa mahakamani hata kidogo, kufunguliwa mashtaka. Alipofunguliwa hivyo akaja kidogo tena, baadaye akachukuliwa tena mwaka wa 89 tena. Aliketi ndani kwa muda tena, nafikiri miaka miwili ama mitatu. Na hapo ndio tulianza kumjua Raila Odinga. Kwa sababu magazeti yalikuwa naandika kuhusu msimamo wake na mtazamo wake, na kulikuwa na pingamizi wakati wa Moi. Wakati huo tulikuwa na ile kura za mlolongo za mwaka wa 1988. Na baadaye yale mageuzi yalikuwa yanasukumwa na wazee kama kina Ndolo hapa, Kenneth Matiba wakati huo, Paul Mwite, James Orengo na wale wengine. Ndio hivyo tukaja kwa msukuma ambaye ulikuja hasa mwaka wa 91. Baadaye ndio tunaona rais mwenda zake Moi akibadili section 2A ya katiba. Sasa mimi namkumbuka Raila kwa sababu haya yote ambayo tunajivunia kwa sasa, hajapata nafasi ya kuwa rais, lakini ako kwenye nyoyo za Wakenya wote. Ako na uzito mkubwa kwa ile contribution ambayo amepeana. Na ndio naona ni people's president. Kwa nini tulimuita hivyo? Ni kwa sababu tuliona kwamba alikuwa anaturidhisha nyoyo zetu, kupigania wale ambao ni wanyonge, wale ambao aliona kwamba serikali haitimizi ipasavyo. Na ndio hivyo katika siasa ameacha pengo kubwa, na huenda baada ya kumlaza tutaanza kufikiria, je, mwelekeo wa taifa utakuwaje? Lakini kwa sasa hivi kutakuwa na mtikizo mkubwa, kutakuwa na pengo kubwa kwenye siasa, wengi watakosa mwelekeo, na wengi ambao wameshikilia kwenye koti lake lile huenda watapoteza nafasi yao kisiasa. Kutakuwa na mabadiliko mapya, na huenda mwelekeo ambao naona pengine tutapata kiongozi mwingine ambaye huenda atakuwa karibu na Raila Odinga, lakini hatatoka Luo Nyanza. Labda tukiangalia runinga KTN pale, tunaona baadhi ya Wakenya tuna follow live pale, na semekana kwamba mwili utapokelewa na Rais William Samoei Ruto. Vile vile pia familia ya mwenda zake Raila Amolo Odinga pia itakuwa iko pale. Baadaye mwili ule utapata kupelekwa katika hifadhi ya Lee Funeral Home, na ifikapo saa 5 mwili ule utapelekwa katika majengo ya bunge pale, ambapo wananchi wa Kenya watapata fursa ya kutazama mwili ule, na vile pia kesho pia watapata fursa ile. Na kufikia hapo tunapata taarifa ya kwamba Jumapili Bondo pale ndipo atakapopumzishwa. Lakini vile vile tukiangalia kufikia sasa maswali ambayo yanaibuka
Wakenya wanauliza maswali kama, je, Raila Amolo Odinga kama angekuwa katika opposition kama tulivyokuwa tunamtambua as the opposition, kufikia sasa serikali kupitia State House inasema kwamba he will be granted a state funeral. Maswali ibuka, je, Raila Amolo Odinga angekuwa bado yuko opposition, angekuwa amepewa fursa hii ya nyadhifa kama hii, ama ni vile alijipata ndani ya serikali? Bwana Ndolo, labda upande huo. Mimi naona sio kwamba angekuwa tu upande wa opposition. Yeah. Ndugu yangu hapa amezungumzia kwamba yeye ni people's president. Yeah. Na vile vile amekuwa prime minister. Ndio. Na kuwa prime minister sio kitu kidogo. Na mimi tu najua kwamba hata kama angekuwa yuko kwa upinzani, kwa sababu hata hivyo alivyo saizi sio kwamba hayuko kwa upinzani. Ndio. Officially bado yuko upinzani, lakini sema anafanya kazi na serikali. Kwa hiyo mimi sioni kama wenge acha kumpatia hiyo heshima ambao mimi nimesema ni hayati. Lazima wengempatia heshima. Ndio. Kwa sababu yale mambo amefanya, nimeanza kusema ile hewa tunaipumua saizi, hata vile hapa saizi tunakaa tunazungumza, ni kwa sababu yake. Amekuwa jela kwa miaka zaidi mingi sana, na akipigania wananchi. Kwa hiyo hata kama wangekataa, wananchi wangemzika na heshima yake. Umesikia? Mimi naomba tu, ndugu yangu, na ndarudia, naomba tu, ndugu yangu ameelezea hapa, kuna wengi kifo chake gharimu watu wengi, na wengine watajitokeza. Mimi nitaenda direct, mimi sitamficha ndugu yangu hapa. Mimi nitawaomba ndugu zangu wa Western Kenya na Nyanza, safari msicheze, shikaneni vizuri sana. Msianze kutukana na nyinyi kwa nyinyi. Yeah. Mnatukana Musalia, mnatukana nane mwingine. Watu wote washikane saizi, kwa sababu Raila alikuwa ameunganisha watu wote Kenya mzima. Itakuwa ni mambo mabaya sana watu wakianza kupigana, na watoto wetu watakuja kupata shida kama watu wataanza kuacha kushikana. Ni hivyo tu. Labda Bwana Lucheti, kwa wale kaka, maoni yako ni yapi kuhusu hayo yote ambayo yanapangwa, hususan mazishi haya ya kitaifa? Raila Amolo Odinga endapo angekuwa yuko katika opposition bado angepatia nyadhifa hii. Bwana Ndolo amesema kwamba the fact ya kwamba alikuwa ni prime minister tayari qualifies it. Asante sana. Mazishi ya kitaifa huwa kawaida hutolewa na rais. Inaweza tolewa kwa rais ambaye yuko kwenye mamlaka, ama yule amestaafu, ama kamanda mkuu wa majeshi, na huwa mara nyingi inaamuliwa na baraza la ulinzi wa kitaifa. Na tukumbuka kwamba hapo jana baraza la ulinzi la kitaifa ambayo mwenyekiti wake ni rais lilifanya mkutano wake mapema asubuhi baada ya ujumbe huu, na natumai kwamba kutokana na mchango wake Raila Odinga, baraza hili liliamua kwamba ni vyema kumpa heshima ya mazishi ya kitaifa. Na tukumbuke kwenye historia kuna wale ambao wamepewa mazishi ya kitaifa, kwa mfano yule ambaye alikuwa naibu wa rais wa Mwala kijana, Wangare Maathai, na mkewe Kibaki, Lucy Kibaki alipewa mazishi ya kitaifa. Mazishi haya ya kitaifa ni heshima ambayo tunamtunuku yoyote ambaye akona mchango mkubwa kwa taifa. Na vile tunavyotazama na wote tunaamini kwamba mchango wa Raila Odinga ni mkubwa mno, na ni vyema kwamba apewe heshima hii. Ikiwa angekuwa kwenye upinzani bado angepewa mazishi haya. Mbona niseme hivi? Ni kwa sababu ya mchango wake katika siasa na maendeleo na demokrasia ya taifa. Wakati tunapoandika historia, jina la Raila Odinga litarudiwa mara kadhaa kwa sababu ya mchango huu, na pengine tena
sinikizo ambalo lingeweza kutolewa na wananchi wa kawaida kwa rais, kama bado Raila Odinga angekuwa kwenye upinzani, sio broad based, ndio bado wangeomba apewe heshima hiyo. Na mimi naona kwamba Baraza Kuu la Ulinzi na vile rais vile amepeana mkono huo kwamba tumpe heshima ya kitaifa kwa mazishi haya, ni jambo mzuri ambayo ni vyema tumpe mwenda zake Raila Odinga. Alright, kwa runinga pale tunamwona kwamba Simba Arati ambaye ni deputy party leader wa chama cha ODM pale pamoja na Abdul Swamad wameweka kongamano ambalo kufikia sasa nadhani wanatoa wasia na vile vile kuelezea mipango ambayo wameweka kama chama. Ikumbuke kwamba walikuwa wameweka mikakati ya kwamba kwa siku zijazo kwamba watakuwa na shirikia miaka 20 ya maadhimisho ya chama cha ODM, lakini kufikia sasa imesalia kama mipango ambayo haikufanikishwa. Ndipo asubuhi ya leo naona kwamba wamevaa mavazi yale, kofia, wakiendelea na maombolezi ya leo. Vile vile nitakuwa nakutana na mwenzangu upande wa pili, Bwana Suleiman Kagwe kupale kujua kwa ground kuna sema vipi. Lakini vile vile pia wewe kwa msikilizaji anayetufuatilia asubuhi ya leo unaweza kutupata kupitia YouTube, Instagram, Twitter, TikTok pale. Vile vile ndani ya YouTube tuko live, na pia kama una hoja, swali lolote vile ambao ungetaka kuliweka wazi, 2277 ndio nambari zetu, 0719012700 nambari zetu ndani ya studio. Kusonga mbele labda katika masuala yote ya kisiasa, kwa wale viongozi ambao wamejitosa katika siasa, Bwana Ruben Ndolo, umekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, mmekuwa na mipango yenu, mlikuwa na njia zenu za kuhakikisha kwamba hoja zimefika pale. Labda ni mifano gani ambayo viongozi ambao wapo sasa ama wale ambao wana imani ya kujitosa katika siasa, ni mifano gani wanafaa kuiga kwa Raila Amolo Odinga? Tukianza naye Bwana Ndolo. Shukran. Ndugu yangu Luchete amesema majenzi wengine saizi hawana ile fahamu ya kwamba Tinga alifanya mambo mazito sana katika nchi zetu. Wakati wana alikuwa jenzi. Unasikia? Kwa hiyo katika siasa vile umekuja na hilo swali, ni kwamba ukiwa kijana lazima utakuwa mzee. Kwa hiyo kitu cha msingi saizi kwa wale wanasiasa wengine wote, lazima kwanza watu wakuwe na ile kupenda nchi yao. Unajua Raila hata kama alikuwa amepoteza mara 4 mara 5, lakini bado ulikuwa unamuona bado anapenda nchi yake. Kwa hiyo tusione kama siasa ndio mwisho wa dunia, kwa sababu unaweza kuwa MP lakini hiyo ni bond tu, ni 5 years. Lakini ukiwa na nia ya kupenda nchi yako na ukuwe na heshima, ukuwe na vile unaweza ukaweka sawa sawa maisha ya watu wako, wafanyie watu kazi. Usiende pale kwa sababu unataka wewe ujinifaisha wewe mwenyewe, au unataka jina tu, mradi upate jina ndio wewe uonekane sasa unatambulika na uanze kusumbua watu, umechukua hapa, umefanya vitu ambazo. Lakini utaona kwamba Tinga amekuwa toka amewekwa ndani bado akarudi akawa ndio Tinga zaidi. Unaona? Akashindwa wakati ile ya 207 akawa ndio Tinga zaidi. Ndio. Umesikia? Kwa lazima tufuate ule mfano wake. Yeye anapenda watu na nchi yake. Lakini kuna viongozi wengine wanaanza kuja, wao wanaangalia tu, mimi lazima niende nikaibe. Hawataniona. Umesikia? Ndio. Amesahau kamba kuna watu pale wa mama zetu wako kwa mtaani hawana hata kitu. Wanalia. Viongozi wengine hapo saizi utawaona, mimi tunawaangalia saizi, na wale sisi wengine saizi tumerudi katika sports kwanza, tulikuwa tunangojea mzee atupatie mwelekeo. Umesikia? Ndio. Kwa hiyo sisi tunataka kuona watu wetu tena wasiumie, wasihangaike. Sisi wakati mwingine mimi nilikuwa nasikia uchungu sana. Unaona sisi watu wetu wanatoka na mguu kutoka wengine Dagoreti
kutoka Mathare wanakwenda industrial area kuja kutafuta kazi, na wanarudi wa mwisho na baada wanatukanwa. Na sasa kwa sababu sasa mzee wetu ametuacha na alikuwa anatupatia mfano, sisi tutaambia na sisi watu wetu wasikubali tena kutumika. Hatutakubali watu wetu tena watumike. Ndio. Wanaamka asubuhi, wanakuja huku kutafuta kazi, na wao ndio wa mwisho kutoka. Alafu tena madharau ikuje, kama wewe ni kiongozi unakuja kutafuta mambo ya kutumia watu wetu ati unufaike wewe, na ujifanye wewe ndio nani mkubwa, hatutakubali. Tinga ametuonesha mambo makubwa sana. Amepoteza mara 5 na bado yuko. Na hajagombana na mtu. Wengine wamemwambia sijui mambo hivi, sisi tumenyamaza tu. Sasa lakini sasa hizi tutakuja kuambia kama hii Nairobi, kwa sababu sisi ndio watoto wa Nairobi bwana. Sisi ndio wana G8. So wakati sisi tunaingia ilikuwa na G8. Ilikuwa division 8. Upande ule tulikuwa tumeweka Fred Gumo. Upande wa huku alikuwa ni nani? Ni Tinga. Huku upande wa Islands tulikuwa sisi na kina Mwenje na kina Kamanda. Ndio. Umesikia? Ilikuwa ni 8 tu. Kwa hiyo hawa watoto wote unaona wanasema majenzi wengine wanakuja saizi wakijifanya ujuaji, haya shauri yao. Labda Bwana Likaka uturudishe nyuma historia kidogo. Kwa wale ambao Bwana Mheshimiwa Ndolo anasisitiza kwa majenzi, ni kama Bwana Ndolo anajaribu kueleza jenzi ni kwamba nyinyi hamuelewi uzito wa Raila Amolo Odinga katika taifa la Kenya tangu zama zile hadi sasa. Labda kuturudisha nyuma ya historia kwa wale majenzi ambao hawana hekima kuhusu yale ambayo alifanyika, kama ule mchango ambao Raila Amolo Odinga alikuwa nao katika demokrasia, masuala yote ya demokrasia, masuala yote ambayo alikuwa nao katika masuala yote ya multipartyism, kuhakikisha kwamba siku ya leo tunaweza kuwa na vyama tofauti pale, uhuru wa vyama. Turudishe nyuma pale kidogo. Asante sana. Unajua vile babangu amesema, na kwa heshima zote naelewa sana siasa zao. Ukumbuke kwamba siasa za Kenya zilianza na muundo wa KADU na KANU. Ndio. Na majimbo yalisukumwa na mababu zetu wakati huo. Lakini msingi wa taifa uliwekwa kwenye mchanga ambao ulikuwa tepetevu. Kwa sababu swala la ukabila lilikithiri. Ndio. Swala la mashamba ambaye kampuni za kununua mashamba zile zilikuwa za Wakikuyu zilipewa mikopo. Kampuni ambazo zilikuwa za wale watu wa kutoka mkoa wa Bonde la Ufa hawakupewa mikopo. Na ndio hivyo yale malumbano yalipoanza ilikuwa kwamba je, jamii zingine vipi zitapata nafasi hiyo? Kweli. Na ndio hivyo unapata kwamba kwenye mkoa wa Rift Valley, ule mkoa wa Bonde la Ufa, kuna pockets za jamii ya Mlima Kenya. Na wakati huo Saranoi anapokosana na Kenyatta, anakosana na Moi, lakini Kenyatta anamleta Moi karibu. Dio. Na hivyo akakubali kwamba jamii hizi zipewe mashamba kule. Swala hili ni swala ambalo Raila Odinga amepigana nalo hata baada ya mwaka wa 2002 tukiwa na ile Ndungu report ambayo ilikuwa inaongea mambo ya mashamba. Hawa vijana wetu wa Gen Z hawaelewi yale. Kumbuka wakati huo kulikuwa na ile special branch ambayo ni national intelligence ya wakati huo. Moi alihakikisha kwamba mkiwa watu watatu inamaanisha you are a crowd. Mtashikwa, na wengi walikamatwa sana kwa sababu ya siasa za ukandamizaji. Swala lingine, uhuru wa vyombo vya habari haukuwepo. Uhuru wa kufanya kazi haukuwepo. Ndio. Maswala ya makampuni za serikali kuchukuliwa na wale ambao walikuwa, tuseme Moi aliposema anafuata nyayo za Kenyatta, hakuchukulia jamii zingine kutiliwa maanani. Na ndio hivyo wale ambao waliweza kuweka kule juu, wale ambao inaitwa Northern Frontiers, walisema kwamba sehemu hii ya Kenya haitoi chochote. Vipi tutaiwekea hela? Masuala haya yamekuja kupiganwa na Raila Odinga kuhakikisha kwamba anaongea ukweli, ana ujasiri, anavumilia, na yale matendo mengi ambayo alifanyiwa na wale wengine ambao walikuwepo. Raila Odinga amejitokeza kama baba kwa sababu alikuwa anasimama na mwananchi wa kawaida. Ndio. Nirejee kwa swala la vyama vingi.
Kumbuka baada ya kutikizwa kwa serikali ya Moi mwaka wa 82, Moi alibadilika akawa sugu na akawa mgumu sana. Na akaleta sheria nyingi za kukandamiza. Tukaondoa ile kipengee ambacho kilikuwa kinatupatia vyama vingi. Tulifanya chama kimoja tangu 82 hadi 91, wakati msukuma ambao umeletwa na Raila Odinga na wakina Orengo na Paul Mwit na wale wengine, ndio Moi akakubali kubadilisha section 2A kuleta vyama vingi. Nafasi hiyo kwa hakika kakangu ilipiganiwa na wengi, na kiongozi mmoja wao ambaye tunashabikia ni huyu ambaye ametuacha, Raila Odinga. Alright, labda kidogo tu tunaomba kidogo tuzame upande wa pili. Tukitazama runinga pale tunaona kwamba kuna magari ya serikali yameanza kufika katika uwanja wa ndege wa JKIA, tukikuwa na imani ya kwamba shughuli ile imeanza rasmi pale. Ukiangalia magari ya serikali pale, yakiwapo magari ya polisi kutoka nyadhifa tofauti. Labda nikipata fursa upande wa pili kuangalia kama mwanahabari wetu kwenye ground Bwana Suleiman Kagwe, kama tunaweza tukampata kidogo tupate kujua yale yanayofanyika pale ni yapi. Maana tunaona Wakenya wako pale kwa lango la JKIA. Magari ya serikali yako pale, baadhi ya viongozi wapo pale wameanza kufika. Hello. Naam, kaka Sam Amani. Ni Melman Vio hapa kakangu Suleiman Kagwe, tuko ndani ya studio. Yeah. Na tunaangalia upande wa pili, mambo yameanza kuwa yamebadilika. Tunaona magari ya viongozi kutoka chama cha ODM na kutoka vyama tofauti wameanza kuwasili pale. Labda hali iko vipi katika uwanja wa JKIA kufikia sasa? Sasa hivi hali ni ya mshike. Sasa ni baina kuna vurugu baina ya waombolezaji na maafisa wa usalama, ambao nilivyokujuza hapo awali ni kwamba waombolezaji hawajaruhusiwa kabisa kuingia katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Na hapa nje hali ni mapambano tu kwa sasa, ila kuna kundi ambalo liliweza kuja hapo awali na likaweza kupata njia na likaingia pale katika uwanja wa ndege wa JKIA. Lakini hivi sasa ni kwamba wakati wowote kutoka sasa ndege ambayo imebeba mwili wa Raila Odinga itaweza kuwa ikifika, na viongozi kadha wa kadha wameweza kujifikisha mahali hapa. Niweza kumuona naibu rais Kindiki ambaye ameweza kufika eneo hili, ila sijaweza kumuona Rais Ruto. Sijaweza kumuona, ina maana kwamba hajaweza kufika, na wakati wote pia kutoka sasa ataweza kuwa anajifikisha katika uwanja huu wa ndege. Pia ni kwamba waombolezaji waliweza kuzua vurugu na maafisa usalama wakalazimika kuwarushia vitu za machozi na ili kuweza kudhibiti hali. Labda kufikia sasa Bwana Kagwe, sijui kama uko na ujuzi wowote kwa namba ambayo kifanyika pale, manake hivi karibuni tumeona ya kwamba chama cha ODM pale kimepata kutoa ujumbe kupitia Simba Arati ambaye ndiye deputy party leader wa chama cha ODM. Sijui kama uko na ujumbe wowote ambao wametoa pale kuhusu labda chama cha ODM na kuelekea mbele kufikia sasa. Sijaweza kupata ujumbe wowote, ila nimeweza kuwaona baada ya kutoka mkutano huo wameweza kujifikisha hapa katika uwanja huu wa Jomo Kenyatta ili kumgoja. Wanaendelea kupika, namuona Arati, naona Gladys Wanga, wanaendelea kumiminika baada ya kutoka mkutano huo. Hivi nitaweza kufuatilia na niweze kujua ni kipi ambacho umeweza kukizungumzia, na pengine nitaweza kuwafahamisha wasikilizaji wetu kwa kina na kwa undani. Labda Kagwe, kutoka pale ambapo unaposimama, sijui kwa manufaa ya wale ambao labda natumia barabara kusafiri, kwa wale ambao wanaingia mjini, sijui shughuli iko vipi pale? Shughuli zinaendelea kama kawaida ama kidogo kuna blockage 1 2 3? Barabara hazijafungwa, lakini naweza sema kuna msongamano mkubwa, hasa barabara ya Mombasa Road hii ambayo inatoka Kimau. Kuna msongamano mkubwa, maana waombolezaji wanaendelea kumiminika, na kadri wanavyoendelea kumiminika ndivyo maafisa wa polisi na maafisa usalama wanavyowasukuma nje, hivyo wanaenda kusimama barabarani, hivyo inazua msongamano mkubwa wa barabara.
Alright, kakangu, shukran sana kwa hayo mengi na zaidi. Kwa tunawasiliana mambo yanavyochipuka, tupate kujua mambo yanaendelea namna gani. Kwa hivyo kakangu, ange muda wote yule tutakuwa tunawasiliana nikiwa ndani ya studio. Asante sana. Anaitwa Suleiman Kagwe pale. Tunavyoangalia runinga ya KTN pale, unaona kwamba bwana Ndolo, umati wa Kenya kweli wapo pale, kumefurika kweli kweli, ishara tu tosha ya kwamba kweli baba alikuwa amependwa ama anapendwa na wengi. Labda tukiangalia masuala mengine, maana muda kidogo pale unataka kuyoyoma asubuhi ya leo. Moving forward, labda katika chama cha ODM, kwa maoni yenu, mmekuwa katika siasa, mmeiangalia vile ilivyo, who next after baba? Chama cha ODM kitakaa namna gani? Labda bwana Ndolo, labda hiyo kiitanguliza hiyo. Did you see this coming? Labda ulikuwa uko na jibu, ulikuwa na ile jibu? Kwanza wasijaribu kuanza kujiwekelea saizi. Wacha baba azikwe. Ndio. Alafu ODM wakati ulianzisha ilikuwa sio rahisi. Umesikia bwana? Ndio. Saizi tunataka baba yetu azikwe vizuri. Akishamaliza kuzikwa, sasa wananchi katika ODM, nimekwambia, ODM sio chama ambacho kiko katika mambo ya kukandamiza watu. Ni chama kilianzishwa cha kuweza kuleta change katika nchi wakati tulianzisha. Ndio. Kwa hiyo mimi naomba tu saizi baba aweke mahali pake pema, atulie. Alafu wananchi ambao ODM iko katika stronghold zao, ndio watakaa chini waendelee. Vile Lucheta amesema, huwezi kujua safari hii mambo yatakuwa magumu. Kuna watu wengi wataenda na maji. Wengi wataenda na maji. Kwa hiyo tutaangalia kwanza, wacha mzee wetu aweke pale vizuri vile alikuwa anataka, hakutaka akae sana. Alafu ya mambo mengine sasa tuje tuyaangalie. Alright. Unaona? Ndio. Kwa sababu saizi tunaona brother yake mkubwa bado yuko pale. Na kuna uwezekano anaweza kapewa nyadhifa ya kushikilia kile chama. Napewa uhakikisho kutoka kwa Samamani kufikia sasa, anasema kwamba Oburu Odinga ambaye ndiyo seneta wa Siaya pale kufikia sasa ndiyo interim party leader wa chama chote. Kwa hivyo jibu lako limepata jibu kufikia sasa. Acha tumpishe Samamani kidogo apatie habari za sasa, alafu mengine zaidi tutakuwa tunajadiliana mida saa 3. Samamani na habari za sasa, na upande wa pili kujadili tu ndani ya studio. Niko naye Mheshimiwa Ruben Ndolo pale, ODM veteran politician. Nakwambia bwana Ndondi kama Ndondi. Upande wa pili Dr. Licheti Likaka ambaye ni political analysis. Tunachambua tu. Pia tunaangalia runinga, tuangalia na ufanyika pale, tuelezane ni mambo gani yanayofanyika. Kwa hivyo rada freshi mengine zaidi ndani ya station nambari 1 Radio Maisha. Labda sijui hii nyimbo katika ulingo wa siasa, hususan pale Raila Amolo Odinga alipokuwa anaipenda, kama unaweza ukatuchambulia bwana Likaka, chimbuko lake la ile nyimbo na manufaa na mahudhui ya hii nyimbo wakati wa kampeni ama siasa za Raila Amolo Odinga. Rola ingoma. Asante sana kakangu. Ukumbuka kwamba Lucky Dube na nyimbo zake alikuwa naimba ni kwa sababu ya ukombozi kule Afrika Kusini. Ndio. Na kwa sababu ya wale mabeberu na kukandamiza wa Afrika. Na ndio hivyo mabadiliko ya kaja ni kwamba huwezi kuyasimamisha. Ndio hivyo Raila Odinga alitumia, kwa sababu kuna mabadiliko ama mageuzi ambayo alikuwa anayasukuma kikatiba, kisheria, kupitia nyanja zote. Akasema ikiwa tunataka mabadiliko, basi na maanisha hii rege haita stop. Lazima tutaisukuma paka ule. Na tena kumbuka alipenda sana nyimbo za rege, hasa Bob Marley. Alipenda nyimbo zake sana. Katika sherehe nyingi angeomba DJ waweze kucheza nyimbo hizo, na alitumia hii kujaribu kupeana katika hulka ya kisiasa, kusukuma agenda kwamba haya mabadiliko lazima yafike, na ndio hivyo rege haitaweza kusimama. Na
kweli aliyasukuma na tuliona mabadiliko yakija, kwa sababu rege ingesimama ingemaanisha kwamba mabadiliko hayaji. Na sasa tunasherekea kwamba Raila Odinga alitupa hiyo nafasi, hata ile nafasi tulionayo katika sekta zote, na ndivyo tulimuita people's president, kwa sababu yale aliyokuwa akisimama nayo, akisukuma yale ambayo aliona kama wananchi wanakandamiza na mageuzi aliyasukuma, kwa sababu hiyo rege lazima tungeisukuma kufikia pale, na mwenye akasema huenda nisifike kule lakini mimi naiona na tutafika kule wakati ufao, kumaanisha kwamba hata vile ameondoka tutakuwa tunaangalia yale ambayo alisimamia nayo, alitaka tukae vipi, na vivi hivi tulivyo sasa tunasherekea kwamba nafasi tulionayo katika sekta nyingi ni kwa sababu ya msimamo wa Raila Odinga kusukuma hiyo rege. Labda kwa manufaa ya msikilizaji, na ili swali nitalirushia Mheshimiwa Ruben Ndolo, baba kila wakati alipokuwa anasimama sawia na Martin Luther King Jr. pale, Martin Luther King Jr. alisema I have a dream. Baba alikuwa anatupeleka Kanani. Kule Kanani kulikuwa kuwe na maziwa, kulikuwa kuwe na halwa, kulikuwa kuwe na asali. Labda kwa manufaa ya yule ambaye alikuwa haelewi, labda ile vision ya baba, Kanani ilikuwa iwe namna gani? Mambo ambayo baba alikuwa nayo, kwanza mimi ningerudi nyuma vile umezungumzia mambo ya huo muziki kabla sijakuja kwa Kanani. Ukikumbuka wakati wetu, wakati tumeanzisha hiyo ODM, mimi na kazini wangu mmoja ambayo alituacha, alikuwa heavyweight, mimi najua nilikuwa middleweight. Alright. Yeye alikuwa heavyweight, alikuwa anaitwa Dimosh Omondi. Ndio. Alikuwa tunapiga gita. Ukikumbuka siku moja tulipiga gita, tulikuwa tunapiga zile nyimbo za mtu wetu zamani kwa anaitwa Daudi Kabaka. Daudi Kabaka. Tulikuwa tunazipiga hizo gita, tukaenda kila pahali. Tinga anatuambia lazima wako wapi, anatuita juu, tunaanza kupiga ile gita, tunaimba mpaka siku moja tukaimba kwamba wimbo moja wa marehemu Daudi Kabaka, lakini tuliubadilisha sisi, tukasema Mama Lucy endelea na kazi, Bwana Kibaki kashindwa na kazi. Huo ulikuwa wimbo wa nani? Wa Daudi Kabaka. Sisi tuliwekwa ndani. Baada ya kuwekwa ndani, kwa sababu yeye alikuwa ni kama vile mapinduzi, umesikia, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tunataka change. Na wakati huo tulikuwa tumedanganywa, tumesaidia Kibaki, lakini tena akatudanganya. Ndio. Na hapo mimi nitakuonesha saizi, kuna kitabu chake, kuna jambo moja alikuwa vice president, alikuwa juzi wamenitumia kitabu cha Kibaki, walikuwa wameniplania mimi kunimaliza katika ministry. Utasoma hapa hichi kitabu. Na ni kweli, kwa sababu hiyo siku kama sio Raila na Uhuru kuambia msijaribu, mimi ni kwa walituweka ndani. Na hiyo hata Nation wameitoa hiyo story juzi katika tarehe 30 Septemba, mimi na wameniweka ndani, wakaja wakanitoa. Abduction haikuanzisha saizi, ndio ilianza toka wakati ule. Lakini sasa kitabu kimetoka juzi, utakuonyesha hapa. Ndio wameandika kwamba katika security yao kule ndani sasa wamefanya makosa katika kitabu, wakaandika mambo yangu kwamba ilikuwa mimi wanimalize. Kiko alikuwa kuna hii habari hii hapa, umekuja kuiona hivi juzi nimeiona juzi katika kitandani ya kitabu. Huyu Mirugi Kariuki baadaye alikufa na accident ya ndege. Yeye ndio alikuwa amefanya, alikuwa ndio assistant minister of security. Wakasema lazima iko hapa. Wakasema lazima, na kweli walinishika asubuhi, wakanipeleka Karen, wakanitoa wakanipeleka Kiambu. Saa 6 Kiambu kufika, wakaona bahati kuna vijana wangu ambao walikuwa ni kwa train boxing wako pale kama polisi. Wakaambiwa ana watu wake hapa. Usiku saa 6 wakaja kunichukua na gari. Waende kunimaliza huko porini. Lakini baadaye wamefika sijui wapi, nikaona wanaongea na Kikuyu, sema Asha, mambo imekuja kwamba tumrudishe tumpeleke Githunguri police station. Ndio wakanipeleka. Kufika pale nikapata tena jamaa mmoja kwao nilikuwa Ikolomani, yeye ndio in charge pale. Kuniona akashtuka, sema kumbe ilikuwa ni wewe ni mtu wetu bwana, nenda huko ndani usingie huko. Au ulikuwa sisi ripotia kwa tunaisikiza kwa nani. Kwa hiyo sasa hii kitabu kimetoka, mambo yako hapa, umesikia? Sasa mambo haya ya regi ni message kubwa sana katika mambo ya wakati mapinduzi katika Afrika ilikuwa imeanza.
Ukiangalia watu walikuwa ni watu kutoka huko West Indies ndio walianzisha, na kuja katika huko South Africa. Ndio unaona ilikuwa ni hizo nyimbo zilikuwa za mapinduzi. Ni vitu za maana sana. Na hii mimi nimeiweka saizi kwa sababu katika kitabu na kitu watu wamenitumia, na nitakupatia hata hapa, utasoma utaangalia. Katika kitabu cha Kibaki wamesema mimi ilikuwa lazima nimalizwe. Haya ni mambo ambayo najua baada ya miaka mingapi hivi? Juzi ndio nimetumiwa. Baada ya miaka yote hii. Unaona ndugu yangu? Kwa hiyo watu ndio tunasema Kanani ambayo Raila alikuwa nayo ndio mambo kama haya. Mwananchi wa kawaida apate nafuu. Watu wasione tu kwa wao wenyewe, wao wenyewe wanachukua kila kitu. Sisi watu hawana katika bank, hawana kitu. Watu wetu ndio wanaamka asubuhi vile nimesema, wanakwenda kutafuta kazi. Mama zetu wengine wanaona wengine, sisi mama zetu walikuwa wanapika mandazi wapo Australia, hawana vitu. Haya, watu wengine wako na kila kitu. Sasa hivyo ndio watu walikuwa wanasema, kwana hii Kanani watu wengine wa kawaida hawezi kufika. Na hayo mambo ndio sisi tulikuwa tumefurahi sana wakati Raila alikuwa anasema watu wetu wa kawaida lazima wapate nafuu. Na mimi nakwambia haki wallahi, hawa viongozi ambao bado wanacheza saizi, hii baba ametuacha, utasikia sisi tunaanza kutoka. Maka kama majenzi, sisi ndio watoto wetu hao. Hawatacheza na sisi tena. Nakwambia tutatoka. Tumejipanga. Kutoka wapi? Tutatoka nje. Tuambie watu ukweli. Kanani lazima mfike. Tuambie watu wetu ukweli. Sio mchezo. Na tumejipanga. Na ndio mimi naambia watu wetu, masababu watu wetu kutoka West Kenya ndio wengi wafanya kazi na kila kitu, nao ndio maskini. Nao ndio wanauawa kila siku. Labda Daktari Likaka. Naam. Ndoto ya Raila Amolo Odinga ilikuwa ni kuwabeba wa Kenya kuwapeleka Kanani. Ndio maana kapewa jina Joshua. Ndio hivyo kaka. Joshua alifika Kanani. Lakini je, hii ndoto ya Raila Amolo Odinga kutufikisha Kanani, kuna mtu ambaye ataiendeleza? Na kabla kutuendeleza huku Kanani ilikuwa inakaa vipi? Nashukuru kakangu. Kanani iko na vigezo vitano ama 6 venye Raila Odinga alipigania na alisimamia. Kwanza, alitaka taifa ambalo halina ukandamizaji, hamna rushwa au ubaguzi. Kumbuka msingi wetu wa taifa ni ukabila. Pili, uchumi ulioimara na haki kwa binadamu wote. Alitaka serikali ya wazi, taasisi zinazoegemea sheria, demokrasia yenye maana. Raila alitaka ujumbe wa upatanisho. Ndio unaona mara nyingi tumemlaumu kwamba mbona yuashindwa na anarejea kwa upatanisho, kwa sababu aliamini taifa ni muhimu kuliko binadamu binafsi. Ndio. Na Raila Odinga aliamini sana umoja wa utaifa. Ndio hivyo mara nyingi hata baada ya kuteswa na Moi, baada ya yale yote ambayo aliyapitia, tunamuona akirejea kwamba anakuja kufanya handshake na Moi wakati wanafomu hiyo cooperation ya NDP na KANU. Hapo unaona kwamba Raila alikuwa na swala la upatanisho alipenda sana. Pili, kuna fursa nyingine ambayo Raila Odinga aliona kwamba vijana vipi watapata nafasi ya ajira, vipi elimu bora, vipi afya, na ndio hivyo barabara. Haya ni mambo ambayo yalisukuma na ile rega ambayo Raila anaongea, kwa sababu alitaka mabadiliko haya yafanyike na maendeleo ya yale ambayo alikuwa anashughulikia wakati alikuwa waziri wa barabara, infrastructure. Na baadhi ya mambo ambayo walipanga wakati huo ni ile barabara ya Thika, ni expressway ilipangwa wakati huo, wakati wa summit ambayo Raila Odinga akiwa kiongozi na akiwa pamoja na Mwai Kibaki. Haya ni maono ambayo walitarajia. Kumbuka tena katika nafasi hiyo Raila Odinga ni ule mmoja ambao walikuwa waasisi waliowasukuma wanauchumi kama Anyang' Nyong'o kutengeneza Vision 2030. Na kakangu unaona kwamba 2030 ndio yafika. Je, ruwaza nyingine iko wapi? Je, unaona kama taifa sasa tuko na ile njia panda, kwa sababu haya ni maono ya Raila Odinga ambayo aliona kwamba Kanani anayotarajia ni Kanani ambayo itakuwa na mabadiliko
ambayo Wakenya wote watakuwa na usawa, watakuwa na haki, elimu, na alikuwa anasema kwamba taifa hili liko na rasilimali ya kutosha kwa kila mwananchi. Ndio. Kumaanisha kwamba ni ile nje ambayo ilitaka ikuwe na usawa. Ndio ametuacha, lakini kwa sababu ya yale maono bado huenda tutapata wanasiasa wengine wapya ama wale wa Jazira ambao watajitokeza, pengine waanze kusukuma kwamba agenda ya Kanani, vipi tutafika the Kenyan dream ambaye Raila Odinga alisimamia. Dakika 25 zimekatika ndani ya saa 3. Msikilizaji pale nje, sija kuacha nyuma. Wewe pia ni wetu, tuko mbele pamoja, tuko sote asubuhi leo ndani ya station nambari 1 Radio Maisha, radio zaidi ya radio, ikiwa ni siku ya maombolezi, siku ambayo tunamzingatia shujaa, tunamzingatia baba, tunamzingatia Tinga, Agwambo, Joshua, Rao, mwite majina yote ni yeye tu. Ndipo asubuhi leo tunapoongea na baadhi ya viongozi ndani ya studio. Pia wewe kama Mkenya kuna nafasi pia kuwasiliana nasi. Naifungua na iweka wazi nambari yetu ya simu 0719 0127 00. Tunavyoongelea baba, wewe kuna yapi labda ya kuchangia katika njia moja au nyingine? Ni vipi labda baba ameimpact maisha yako, taifa? Ni yapi ambayo utamkumbuka nayo? Narudia 0719012700. Kiangalia upande wa pili, gwaride lipo tayari pale katika uwanja wa ndege wa JKIA akisubiri kupokea ule mwili wa Raila Amolo Odinga. Lakini upande wa pili asubuhi leo tunapojadili tu, kunapoisikia nyimbo na ile ambayo alikuwa naipenda bwana. Lakini swali ni moja tu asubuhi leo nalileta kwako kama Mkenya, unamkumbukaje baba? Hello. Yes, bwana Evans. Ongea na niko na nini hapa sasa? Yes baba. Mimi sara yangu mimi kenye nitasema baba Raila ameniacha kwa blackout. Kwa mimi namrudi. Amepandwa na jazba, anaitwa bwana Evans. Anasema baba ameniacha kwa giza. Sylvia. Yes, Mandrio. Good morning. Morning tu, ukoje? Mimi niko salama asubuhi ya leo, niko na Mheshimiwa Ruben Ndolo, niko na Daktari Lucheti Likaka asubuhi ya leo. Tunachambua tu maisha ya Raila Amolo Odinga. Kama Sylvia, kama Mkenya, unamkumbukaje baba? Sasa baba nakumbuka hiyo 207, licha kwamba nilikuwa mdogo kiasi. 207 208 pale. Wakati ilikuwa watu wanapigana, wanagombana, baba aliamua mwenyewe kusimama na kusema wacha iliwe liwale, wacha Kibaki akuwe mshindi. Sasa amenipea changamoto katika maisha, mimi nasonga, sababu wakati natia bidii na kikasa katika maisha, najua kuna ule mtu alikuwa anasukuma kitu mahali, alikuwa anasema kama kitu ni unafanya hiyo yote ile ni ya muhimu katika maisha yako na unajua iko sawa, wewe jitume, fanya na bidii. Tena tulikuwa tunapenda wakati alikuwa kwa upinzani kando hivyo kwa serikali, alikuwa anasukuma, alikuwa na ile msukumo ya kufanya kitu kitendeke. Kwa mfano uchumi yetu ya Kenya venye ilikuwa inapanda, baba alikuwa anasukuma, inarudi inakuwa sawa. Tamkumbuka kwa mengi, lakini hayo tu, acha mkuwe na siku njema. Naitwa Sylvia kutoka Nandi pale. Tupate nyingine pale. Good morning. Yeah, good morning Radio Maisha. Yes baba, tunabonga na nani kutoka wapi asubuhi ya leo? Mnaongea na Job kutoka Kiambu. Yes Job, bonga nasi. Yeah, mimi nitakumbuka Mheshimiwa Raila Odinga for the resiliency in leadership. Alikuwa mtu wa kujituma sana, alikuwa mtu mwenye anasimama na demokrasia, mtu wa kupigania haki na mtu wa kuleta usawa. Anaitwa Kaka Bikaka. Kuna binti kutoka Nandi anaitwa Sylvia, anasema kwamba yeye anamkumbuka Raila Amolo Odinga kama rais kama kiongozi ambaye alijinyima kwa niaba ya wananchi, hata kwa kile kizazi ambacho hakikumuona wakati wakati akiwa na vuguvugu lake akipigania demokrasia, akipigania uhuru wa aina yote, ili kuhakikisha kwamba Kenya iko katika nafasi ambapo inaweza kaenjoy madaraka yake. Lakini kwa miaka 5 mfululizo amekuwa kigombea kiti cha urais na amekuwa pala kikikosa. Lakini vile vile unaona kwamba mwisho wa siku anasema kwamba Kenya is bigger than an individual. Is it safe to say
kwamba Raila aliishi maisha kujinyima na kuweka Wakenya kwanza, tukiweka katika hali kama hiyo, bwana Likaka? Kakangu, niseme kwamba Raila maisha yake kweli, la kwanza amekuwa mvumilivu na kujaribu kustahimili malumbano yote ya kisiasa. Alijinyima kwa sababu haikuwa rahisi kuongea ukweli. Courage to speak the truth. Dio. Wakati wa Moi haikuwa rahisi, na yeye aliweka maisha yake kwenye laini kwamba alijitokeza kusema ukweli. Lingine tena, unamuona kwamba Raila Odinga mara nyingi alipopoteza kura, na ukumbuka kwamba kura zetu hazijakuwa za haki, ni 2002 pekee yake ndio tunaamini kwamba kura zilikuwa za haki. Dio. Raila Odinga alikuwa anakubali, anasema basi taifa ni muhimu, na akiitwa na wenzake atafanya ile cooperation na KANU, akafanya ile handshake, akafanya ile serikali ya nusu mkate, kwa sababu alikuwa anapoteza, lakini akiangalia kwa sababu akona haja ya kuunganisha na umoja wa taifa, alitilia maanani, basi alijinyima ile ubinafsi, aweke mbele taifa. Lingine, wakati kupambania mambo haya katika demokrasia na amani, kumbuka mwaka 2027 mwaka 2008, wakati huo wengi walimshurutisha kwamba kweli Raila Odinga umeshinda, usikubali kupeana uongozi huu kwa Mwai Kibaki. Lakini alikubali, akasema kwa sababu ya kumwaga damu, Ndio, kwa sababu wananchi wanaendelea kupoteza, mimi nitakubali nifanye hiyo cooperation na Mwai Kibaki. Ndio. Kumaanisha kwamba mara nyingi Raila, hata wakati huu ambapo tunaona anakuja kufanya serikali ya muungano na William Ruto, ni kwa sababu hakuwa na ubinafsi. Aliangalia, je, ile Canada ambayo nataka itafikiwa vipi ikiwa mimi nitakuwa kando nikipigana na William Ruto? Anakuja, anakubali, anasema wacha tuungane. Ndio hivyo akawapatia wale ODM experts wasaidie kusukuma kurudumu hilo, na kweli tuliweza kujinasua, kwa sababu tatizo tulikuwa nalo la mwaka uliopita la Gen Z, basi lingeingiza nje hii kwa tatizo kubwa kama ile imefanyika kule Nepal. Na ndio hivyo namuona kwamba alijinyima kwa sababu ya taifa. Alright, tukiangalia runinga, bwana Ndolo, narudi kwako sasa hivi kujibu ile swali. Tukitazama runinga, tunaona kwamba ndege ile angani pale kwa muda usiokuwa mrefu itakuwa inawasili, na taarifa iliyonao ni kwamba ndege hili ya Kenya Airways flight KQ203 ambayo kufikia sasa imebadilishwa pale kwa heshima ya rais ya Raila Amolo Odinga na kuitwa RAO 001. Wow. Kwa heshima yake Raila Amolo Odinga, ndege ile ya Kenya Airways flight KQ203 ambayo kwa muda usiokuwa mrefu itakuwa bwana inalandi pale, kwa heshima yake imebadilishwa jina angani pale na kutambulika kama RAO 001. Tunaona baadhi ya viongozi ambao wanawasili pale. Tunamwona Najib Balala pale, Jalango yuko pale, Mheshimiwa Jalango, Felix Odwor kipenda. Ni hali ya huzuni ndio. Lakini turudi pale katika ile swali ambalo kwa nimeuliza bwana Ndolo. Raila Amolo Odinga aliishi maisha kujinyima, na kuna wengine ni kama hawakumuelewa, kama vile Daktari Likaka alisema kwamba kuna wengine walikuwa namshawishi, namwambia pana, usiache kiti kiende, lakini anasisitiza, anasema jamani, kwa sababu ya taifa la Kenya wacha tulikubali na yasonge mbele. Na ukiangalia umekuwa ni mtindo wake kuanzia mwe vijana, kujinyima, kushikwa, kuingia kizimbani, kuteswa, even in the modern life hali ilikuwa ni hiyo. Ni kweli vile daktari amesema, sio kutoka kwake peke yake. Baba yake mwenyewe ukikumbuka, alikuwa amekataa kuchukua uongozi mpaka Kenyatta achiliwe. Kwa hiyo na yeye mwenyewe, mimi nakumbuka kabisa ile 2007 2008 sisi wengine tulienda exile, kwa sababu tulikuwa mstari wa mbele. Tulimwambia ukijaribu kuacha tuko na wewe. Tulishikana huko katika ile Pentagon
Kwa hiyo wewe ulikuwa mmoja wao ambao ulikuwa unamshawishi na bosi ache hii. Hakuna tukubali. Pamoja na huyu president sasa William. Ndio. Tuko pamoja. Ndio. Na uncle yangu Gumo tukamwambia ukijaribu sisi tuendelee tukatoka pale Pentagon na mguu mpaka tunakuja town. Unasikia? Mpaka ikafika wakati mimi vijana wangu walishikwa wakakuwa wamesema wameshikwa kwa na mabomu kwa rafiki yetu, kwa jamaa yetu mwingine alikuwa na hoteli hapo town ilikuwa inaitwa Simas, alikuwa anaitwa naye baadaye akawa mheshimiwa, alikuwa anaitwa Suleiman. Ndio. Waka plant wale vijana wako na mabomu. Alafu kidogo wakasema kwamba hizi mambo zote zilikuwa zinatengenezwa na kina Ndolo na hiyo timu yetu na kina William. Okay. Mimi nikaenda exile UK. Baada ya 3 months ndio nikarudi. Lakini tulikuwa tumemkataza usikubali mpaka tuone mwisho wa mambo. Lakini yeye akatuambia jamani, mimi akatukataza kwamba bajameni mimi niwache. Wacha tuniende kwa Kibaki. Sisi tulikuwa tumekataa. Ukiwa mmoja wapo. Tulikuwa tumekataa kabisa. Na huyu William sasa ni president. Ndio. Rais Pele amesema hapana usiachilie. Tumekataa. Kwa sababu mlikuwa mna uhakika kubwa kwamba alikuwa ameshinda. Ameshinda. Lakini hata baada ya kujua kwamba ameshinda bado akasema hapana. Basi wengine si tukaenda exile. Mimi nikaenda zangu UK kwa sababu nilikuwa natafuta usalama wako. Nilikuwa natafuta wakati wa vijana wangu wameshashikwa, wamebandikizwa mabomu hapo kwa Suleiman. Maana Suleiman alikuwa ni mtu wetu. Kwa hiyo mimi bwana huyu Tinga kama ni mtu amesacrifice katika maisha yake yote. Ndio. Juu ya mwananchi wa kawaida ni yeye. Alright, labda tuangazie runinga upande wa pili. Nikutane na kakangu. Bwana Suleiman. Naam Rio. Kufikia sasa natumai ya kwamba kuna mabadiliko makubwa pale katika uwanja wa JKIA. Naona umati wa Wakenya unaandamana kuingia ndani. Ndege ile naona ni kama imewasili, sijui ni yale ambayo nayaona yako sawa ama iko namna gani? Naam, ni kwamba ndege hiyo tunaarifiwa dakika chache zijazo 5 hivi itakuwa inatua. Maana tumeweza kuona ndege za kijeshi zikizunguka kuangalia kama anga la hapa liko salama, liko shwari, ili kuhakikisha baba anapotua hamna tashwishi yote. Vile vile makundi ya waombolezaji wameweza kuingia hapa. Hivi sasa niko ndani ya uwanja wa JKIA. Hivi sasa siko nje. Ni kama majeshi ambayo niliwacha pale nje ya waombolezaji kama wameweza kupenya na wakaanza kuingia hapa, lakini vile vile hapa ndani kuna kizuizi kingine ambacho pengine hapo ndipo ambapo watatua na pengine kungoja mwili ule uweze kusafirishwa. Pengine nimeweza kuongea na kamanda wa afisa wa KDF. Akanifahamisha kwamba msafara huu unapoelekea Lindi hautapita expressway, utapitia hii barabara ya kawaida. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kunaweza kuwa na msongamano mkubwa kutoka hapa kuelekea Lindi katika masaa machache yajayo. Labda Sulemani Kagwe, tafadhali naomba kwamba utukumbushe ratiba ya leo, labda mipango. Natumai kwamba hakuna jambo lolote ambalo limebadilika pale. Labda ratiba ya leo imepangwa vipi, imebaki vile vile? Naam, ratiba ya leo kulingana na ratiba ya KQ ya Kenya Airways walikuwa nasema kwamba mwili wa Raila Odinga utatua mida ya saa 3:30. Na baadaye kulingana na ratiba ambayo hili baraza la mazishi ambalo linaongozwa na naibu wa rais Kindiki walisema kwamba baada ya mwili kusafirishwa kuelekea Lindi mida ya saa 6:30 mchana mwili huu utasafirishwa kuelekea Majuma. Ni kwamba sasa hivi Manrio ni kwamba ndege ambayo ilikuwa imebeba Raila Odinga imeweza kutua na waombolezaji wanaendelea kupaza sauti na wakimuomboleza Raila Odinga. Na hivi sasa shughuli ya kijeshi, nadhani jeshi litachukua usukani kutoka sasa mpaka atakapofika Lindi, na baadaye mida ya saa 6:30 mchana ataweza kuelekea katika majumba ya mbunge ambapo wananchi wataweza kupata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho.
anga hapa katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Hali ni ya huzuni, mtilio, mwamba wa taifa, baba wa demokrasia ameweza kuondoka. Manrio. Shukran sana Suleiman Kago. Tutakuwa tunafuatilia kupitia runinga. Tunaona kwamba ndege ile imepata kuwasili pale, na tunatumai ya kwamba kwa muda usio kwa mrefu pale Rais William Samoei Ruto pia atakuwa anaupokea ule mwili. Naona kabisa majeshi yamejitayarisha pale, magari yamewekwa ange, na kwa muda usio kwa mrefu msafara ule utakuwa unaanza rasmi. Bwana Kago, sky mbali, tutakuwa tunawasiliana kupata kujua mambo yanaendelea namna gani. Shwari sana Manrio. Studioni. Shukran sana. Anaitwa Suleiman Kagwe, iko pale katika uwanja JKIA. Mwanahabari wetu pale anafuatilia bwana. Upande wa pili, Mheshimiwa Ndolo anasema kwamba kidogo pia anataka kukimbilia huko apate kuangalia mambo yanaenda namna gani. Kwa dakika moja kabla uondoke, kwa wale wa Kenya ambao watakuwa leo wako barabarani pale wanaotarajia kuona mwili wa Raila Amolo Odinga, wale ambao watakuwa wameenda pale katika maeneo ya bunge, majengo ya bunge, wale ambao watakuwa wameingia pale Nyayo kesho, na wale ambao watakuwa pia wanaandamana na ule msafara kuingia Kisumu Bondo pale kwa matayarisho yote ya mazishi, labda ni neno gani ambalo unaweza kuwapatia asubuhi ya leo? Mimi ningependa tu kwanza kuwashukuru wa Kenya ndio kwa kuweza kujitokeza kwa wingi na kuweza kumlaki baba yetu, na vile vile kuwaombea amani. Kitu cha mbele kwanza ni amani, na vile vile kuweza kuangalia vile watakuwa na subira wakati tunamweka baba yetu mahali pema peponi, kwa sababu baada ya hapo Wakenya waweze kuendelea na kazi, ili tuweze kuona kwamba ile legacy yake ambayo amekuwa ameiacha katika Wakenya, na ile kazi ambayo ameifanyia Wakenya iweze kuendelea. Na ningeomba viongozi wetu waweze kushirikiana, waache mambo mengi, waache vitu ambazo zitaweza kuleta chuki katika uongozi, waweze kuwa na msimamo ambao utaona kwamba taifa letu ni la mbele zaidi, na ukweli ndio kitu cha maana, kwamba safari hii vile baba alikuwa na ukweli na amehangaika sana katika hii nchi, na tusiharibu katika mambo ambayo yanaendelea. Na mimi ninge mshauri Bwana Oburu Odinga sasa aendelee kushikilia hiyo chama vizuri, na aweze kuwa na uongozi ambao utasaidia watu wetu ambao wamefinywa sana miaka mingi katika uongozi katika nchi yetu ya Kenya. Alright, Bwana Ruben Ndolo, nitakuruhusu uchukue hatua 1, 2, 3 pale. Najua uko na ile jazba la kutaka kufika pale kujionea na macho yako mwenyewe. Unajua anko yangu Fred Gumo, ndio sababu naogopa nisije nikazuiliwa wakati na yuko kule Wilson. Ananipigia saa zote kwamba lazima niende nimchukue, nimwache nyumbani, alafu tuendelee kupanga mikakati yetu. Salimu sana. Mikakati nitamsalimu. Mikakati lazima tunaichapa. Shukran sana. Tutawasiliana baadaye. Asante. Shukran sana. Una simu yangu nadhani nitaipata. Inshallah. Shukran. Upande wa runinga pale tunaona kwamba mwili ndio ule ambapo unatolewa ya kulakiwa pale na jeshi kuu la taifa kupanga tu mikakati ya vipi mwili yule Raila Amolo Odinga utaanza safari yake kutoka uwanja wa ndege wa JKIA kuelekea funeral home pale, na baadaye kufika katika maeneo ya bunge saa 5, na Wakenya kupata fursa basi ya kutoa rambirambi zao na pia kumwaga Raila Amolo Odinga, kiongozi jasiri. Ndani ya studio tumebaki naye Luchet Likaka, daktari mwenyewe katika masuala yote ya siasa. Na daktari, labda kufikia sasa 2027 haiko mbali, na mchakato wote wa kampeni ulikuwa umeanza na makali yake yalikuwa ameanza kidogo pale, na ukiangalia wengi wanasema kwamba
Rais William Samoei Ruto alikuwa ameweka mategemeo makubwa sana kwa Raila Amolo Odinga. Je, kutakuwa na mabadiliko ama hatua kuelekea hapo inakuwa namna gani? Kakangu, nianze kwa kusema kwamba kuna wale wengi ambao wanaweza kuwa wamesema mambo ambayo yamefanyika, vipi kifo cha Raila Odinga. William Ruto alimuhitaji Raila Odinga akiwa mzima kuliko wakati huu ambapo ameaga. Ndio. Na kwa siasa amemtegemea. Kumbuka kwamba Raila Odinga ni yule mwenye aliondoa pums kwenye gari la jenzi ambao walifanya ile ambayo hajaifanyika. Ndio. Na huenda ingetumbukiza kwenye matatizo makubwa. Katika siasa Raila Odinga amemfunza William Ruto mengi. Na wakati huu amemtegemea kusimamisha serikali yake. Baada ya kuondoka kwake Raila Odinga, ninamuona William Ruto akijituma zaidi kuelekea upande wa Nyanza na Magharibi, kuhakikisha kwamba vipi atawaleta wale ambao ni wanachama wa ODM kuja karibu zaidi, kwa sababu anawategemea kwa mwendo ambao anataka kuendeleza baada ya 2027. Na tukumbuke kwamba wakati huu Raila Odinga ameondoka na wafuasi wake ndio tuko na Oburu Odinga ambaye ataongoza chama cha ODM kama kaimu kwa sasa. Lakini kule magharibi tena tukumbuke kwamba wimbi ambalo linavuma lanatembea limeweza kuwakata mizizi Wetangula na Musalia Mudavadi. Ndio. Huenda ni nafasi nzuri sasa kwamba William Ruto atamnyoshea mkono Natembeya na pengine amnyoshee mkono Matiang'i na wale wengine ambao watajitokeza kule Nyanza ili kuleta utaifa. Ndio. Na ikiwa hawa wanasiasa watafuata siasa za Raila Odinga, basi wataweka ubinafsi kando, wahakikisha kwamba wanaungana mkono na rais kuhakikisha kwamba kuna amani, kuna udhibiti wa demokrasia na maendeleo ambayo tunataka kuyafikia yaweze kuendeleza. Lakini niseme hivi, siasa za William Ruto zimekuwa siasa zile za kukanganya wengi. Ndio. Kwa sababu alipigana na ile dynasty na baadaye tumeona akirejea sasa akianza kuwavuta kama vile amemvuta ule Gideon Moi kuja karibu. Hapa tutawapa muda kidogo. Ndio. Kwa sababu baada la hili pengo ambayo Raila Odinga ameacha, kutakuwa na ile realignment ambayo imeanza kwa kasi mno. Na huenda mabadiliko haya tutayaona baada ya miezi 3 ama miezi 2 inayokuja, kuona kwamba mtazamo upi ambao tutachukua kama taifa. Yeah. Ni swala ambalo kidogo kufikia sasa mambo wengi wanasema hata kufikia sasa masuala ya siasa itabidi asimame kwa sasa. Inabidi kama Wakenya kawaida, wakati tuko na janga la kitaifa ama swala kama hili ambalo lina huzuni, huwa tunaweka kando siasa zetu. Ndio. Na tunaungana kwa sababu ya utaifa. Na Wakenya ni wazuri kwa sababu Wakenya husahau kwa haraka sana. Kwa hivyo tutaweka haya kando, tuweke siasa zetu kando, tushughulike swala hili ambalo tuko nalo, tuweze kumomboleza, tumpe heshima. Na la kushangaza ni kwamba Raila Odinga alipeana muda mfupi sana ili aweze kuzikwa. Kumaanisha kwamba haitakuwa kwenye ndimi zetu sana kujadili masuala haya, lakini baada ya kumzika kuanzia wiki ijayo ndio pengine tutaanza kufikiria, je, vipi vile tumeacha kwa njia panda. Hasa mkoa wa Magharibi, Nyanza na mkoa wa Pwani na hata mkoa wa Nairobi. Ukiangalia katika hali hiyo mikoa ambayo tulikuwa nayo hapa awali, hizi kaunti zote huenda basi wataanza kufikiria mwelekeo wao. Kufikia sasa tunaona ndege ile ambayo imewasili pale, aliyeshuka kwanza tumeona Winnie Odinga pale, mwanao ambaye ameshuka na ile kofia ya Raila Amolo Odinga, the iconic hat ile nyeupe, ameshikilia mkononi tu pale, ishara ya kuonyesha kwamba bwana ndivyo hali ilivyo. Sasa ukiangalia upande wa pili tunakwamba kwamba jeshi lile, maafisa wanajaribu katika njia yote ile kwa wamebeba bendera ya Kenya, wakiwa wanataka kupokea jeneza lile ambalo ndani limemweka Raila Amolo Odinga. Mengine zaidi fuatilia runinga KTN pale ambapo tutakuwa tunapata live
information kuhusu masuala yote ambayo yanafanyika kufikia sasa. Na tumacha tushike tu simu moja tu, maana mtafute kakangu Sulemani nipate kujua kama kuna tofauti yoyote ile ambayo imebadilika pale tunapotamatisha kipindi, tupate kujua asubuhi ya leo. Je, tunayoona kwa runinga ndio ambayo yako kwenye ground ama kuna mabadiliko yoyote? Na wale ambao wako na nia kufika pale katika majengo ya bunge pia fursa mtakuwa nayo, lakini kufika sasa tutamtafute ndugu yetu pale Suleiman kwa gari. Anakuwa na kazi ngumu sana, maana kila saa itabidi atuarifu kwa yale ambayo yanafanyika. Lakini kumbuka vile vile msikilizaji, asubuhi ya leo kuna nafasi bora zaidi ndani ya 22277 kuweka ujumbe wako, kutuelezea maoni yako, unaona vipi, umejipanga vipi. Ujumbe unaokuja ni kwamba kuna Wakenya ambao wamesafiri kutoka majimbo tofauti tofauti kuhakikisha kwamba wamehudhuria hii ambao wanasema is an historical event. Wewe bado kujua, je, wewe utakuwa moja ya wale ambao labda mtasafiri, mtakuja Nairobi, mtakuja Bondo, utakuwa vipi? Suleiman. Naam. Bana, najua leo utakuwa na kazi ngumu leo. Kazi tuliyotaka hii. Kwa mpigo tena zaidi. Kufikia sasa tunaona ya kwamba ndege kweli imewasili na pale kuna mipango ya kushukisha mwili. Lakini vile vile nasikia kwa nyuma sauti ya Wakenya wanaotoka na machozi, na nikitazama runinga yangu pale karibu na ndege kuna kikundi ama vikundi vya watu ambao wamekuja pale na matawi. Labda tuelezee hali inayofanyika pale ni gani? Haya, naam, nilivyokujuza awali Rio ni kwamba wale waombolezaji ambao walikuwa wamefungiwa pale kwenye lango la kuingia waliweza kupenya na kuweza kuingia. Vile vile hapa katika ndani ya uwanja wa JKIA kulikuwa na kizuizi kingine, lakini wakaweza kupenya na wakajipata wako ndani. Sasa hivi wanaweza kuingia pale, na pengine tuweze kutumainia hawataweza kuleta vurugu yoyote ile. Tukiangalia pale uwanja wa ndege tumemwona mwanao Raila Odinga, Winnie Odinga ameshuka pale kwenye ndege. Labda kufikia sasa hali iko vipi? Labda upande wa familia, viongozi, tumeona baadhi ya viongozi kutoka chama cha ODM pia wako pale. Labda hali iko vipi kufikia sasa? Maana kidogo tunaona kwamba kuna vuta ni kuvute, pia tunaona jeshi pale limeanza kupiga lile gwaride. Atmosphere kwa ujumla pale iko vipi? Na Rio ni kwamba anga la JKIA limejazwa na huzuni, maana ni dhahiri kwamba baba Raila Odinga alikuwa amependwa sana. Baba Raila Odinga alikuwa na wafuasi ambao walikuwa wanamfuata kwa moyo. Imekuwa ni dhahiri kutoka hapa eneo la JKIA, kutoka mwili ulipoingia mpaka sasa, machozi na majonzi yamekuwa ni dhahiri. Anga limebadilika, na pengine mpaka atakapozikwa ama litakuwa vivyo hivyo, maana kesho tunajua kwamba atapelekwa pale katika uwanja wa Nyayo ambapo atafanyiwa ibada ya wafu. Vile vile siku ya Jumatatu atafanya ibada ya wafu katika mji wa Kisumu, na siku ya Jumapili baba Raila Odinga ataweza kupumzishwa. Majeshi wanaendelea kupiga, kama unavyosikia nyuma yangu, hiyo ni helikopta ya jeshi ambao wanaendelea kushika doria na kuhakikisha hamna mtu awaye yote ambaye anaweza kuvunja usalama siku ya leo. Labda kwa manufaa ya msikilizaji, manake kuna ujumbe ya kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wako njiani, ambao wanatumia usafiri wa mabasi, treni, wanapanga kuingia katika jiji la Nairobi, na wale ambao wanataka kwenda paka Bondo. Labda kufikia sasa unaweza ukatukumbusha tu ratiba ya leo kufikia paka hiyo Jumapili tafadhali? Na Rio ni kwamba sasa hivi mwili wa Raila Odinga utakapotoka hapa utaweza kusafirishwa moja kwa moja kwa barabara mpaka makafani ya Lee, na tetesi zinasema kwamba hawatatumia ile barabara ya expressway, watatumia hii barabara ya kawaida. Na wafuasi wake inakadiriwa kwamba watajitokeza kwa wingi
kuweza kumpa heshima za mwisho kiongozi huyu wa ODM na waziri wa zamani baba wa taifa Raila Odinga. Kwa hiyo inamaanisha kwamba barabara ya Mombasa Road vile vile katika jiji kuu CBD kutakuwa na msongamano mkubwa wa magari na pia msongamano wa watu, na vile vile mida ya saa 6:30 inakadiriwa kwamba mwili wa baba Raila Odinga utapelekwa katika majengo ya bunge, ambapo wabunge pamoja na wananchi kadhaa wataweza kumpa heshima za mwisho. Baada ya hapo mwili wa Raila Odinga utarudishwa katika utapelekwa katika, nadhani utaenda kwa makafani ya Ria, ambapo kesho uamkie uwanja wa michezo wa Nyayo Stadium, ambapo ibada ya wafu itafanyika kutoka mida ya saa 3 hivi. Baada ya ibada ya wafu ya kesho, mwili wa baba Raila Odinga utapelekwa nyumbani kwake Karen hapa Nairobi. Kisha siku ya Jumamosi asubuhi utasafirishwa mpaka Kisumu, ambapo wenyeji wa Kisumu na wananchi kwa jumla watapata nafasi ya kumpa heshima za mwisho baba Raila Odinga, na baadaye mwili wake utasafirishwa hadi Bondo Siaya, ambapo mazishi yatafanyika siku ya Jumapili. Na hiyo ndio ratiba tu, na vile tumeona ni kwamba ratiba hii inaweza ikabadilika. Yaani masaa ya ratiba hii inaweza ikabadilika, maana ilikadiriwa kwamba mwili ungetua mida ya saa 2:30, lakini mweza kutua mida ya saa 3 dakika 36 hivi. Kwa hiyo mida ya kuingia bunge, na tukiweka kwamba watasafiri kwa barabara ya kawaida na msongamano wa watu, hivyo huo muda unaweza ukasonga mbele kidogo, lakini kuanzia kesho nadhani watakuwa huo muda wataendelea kuzingatia na ratiba itaendelea kuendelea kama ilivyopangwa. Rio. Shukran sana Suleiman Kagwe kwa habari hizo. Natumai ya kwamba bwana kokote ulipo uko salama kwanza. Mimi nipo shwari, hapa tu ni kukimbizana na uombolezaji. Unajua baba alikuwa baba wa demokrasia yani. Kwa hiyo wakikimbia pia sisi nasi wanahabari tunakimbia. Wakiomboleza pia sisi wanahabari ni wanadamu. Tunaomboleza. Kwa manufaa yangu mwenyewe kama ndugu yako mkubwa, na najua mwili wako huo mdogo unaweza kupiga makona, lakini bwana katika yote 9-10 tafadhali hakikisha kwamba uko salama, na mwisho wa siku tukutane baada ya yote. Amina. Suleiman Kagwe yuo anasema yuko pale uwanja wa ndege. Daktari, yani kuna uzito fulani. Ni uzito hata kama wewe ulikuwa ni mpinzani ama ulikuwa kwa siri ama yani vovote vile katika njia moja au nyingine unaifeel, lazima utaifeel, maana Raila Odinga hakuwa binadamu wa kawaida kwa sababu ya ujaziri ambaye alikuwa nao, weledi wa siasa alikuwa nao, mambo aliyosimamia, na hata sasa tunaona kwamba tumekubikwa na huzuni. Kweli ni huzuni mkubwa sana kwa taifa, kwa sababu wote hatukutarajia, hatukujua kwamba vile amekuwa mgonjwa basi angerejea akiwa yuko kwenye jeneza. Na ndio unaona kwamba kila kitu kimefika kwa ile standstill. Lazima tuweze kumpatia ile heshima, na unaona wale waombolezaji wameweza kupenya hata kupita kwa vizuizi vya security vyote kuhakikisha kwamba wametaka kufikia wamuone ile jeneza, waweze kuridhika, je ni kweli ni Raila Odinga ambaye ametuacha. Na ni vyema kwamba tuweze kumpatia heshima, tuwe na utulivu, angalau tumpe heshima za mwisho, kwa sababu ametupatia muda mchache sana kuweza kumuomboleza. Lakini vile rais ametupatia siku 7, basi tutaendelea kuomboleza kama Wakenya, tuwe watulivu na tufanye mambo haya kwa pamoja. Kufikia sasa chama cha ODM pale kitakuwa kinaongozwa na Siaya Senator Oburu Odinga. Mengine zaidi toka tunaelezewa pale, lakini kufikia sasa taarifa ambayo tuko nayo ndio ambayo imetufikia. Bwana daktari, naona muda wetu kidogo umekimbia. Upande wa pili Samamani ana mengi na zaidi ya kutuelezea. Kwa hivyo tutakuwa tunachambua kufikia sasa, lakini kwa sasa tuniruhusu nimpishe kakangu Samamani kidogo atuchambulie anayoyajua kupitia habari zetu, alafu mengi na zaidi pia tutachambua tukiwa ndani ya studio. Kufikia sasa habari za sasa na Samamani.